على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Leo biidhnillahi tabaraka wa taala, katika usiku huu Lailatul Arbi'a, sana mwezi tano katika Jumada ya pili 1447 yenye kuwafikiana na tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2025. Tunaianza risala yetu ndogo inayohusiana na upande wa sifa ya swala. Risala hii kwa jina ni talkhisu sifati swala. Talkhis ya sifati swala, ufupisho wa sifa ya swala. Risala hii ni al-Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, muhaddithul asr, mwanachuoni wa hadithi wa zama hizi. Al-Sheikh al-Albani huwa ma'rufun min an yu'arraf, yeye ni mwanachuoni maarufu anayefahamika kushindwa kuelezewa kwake kwa maneno. Kwa kule kufahamika kwake na umaarufu wake kutazuia sisi kumuelezea yeye ni nani. Kwa vile tunavyomfahamu Sheikhul Albani, mwanachuoni wa hadithi zama hizi, tumfahamu hivyo hivyo, na ikiwa kutahitajika kumuelezea kidogo, basi insha Allah tutakujafanya hivyo. Kitabu hiki kimekuja baada ya kutangulia vitabu kadhaa vyenye kuigusia swala, lakini pia zaidi kuigusia sifa ya swala. Na asili ya kitabu hiki, asili yake imetanguliwa na vitabu viwili juu. Sheikh al-Albani ameandika aslu sifati swala, ambayo ina mijiledi takriban 3 mikubwa. Baada ya hapo akafupisha akaandika sifatu swala, ambayo ina juzuu moja maarufu. Baada ya hapo akafupisha tena akaandika hii talkhis sifati salati. Kwa hichi ni kitabu cha ngapi? Cha 3 katika suala la sifa ya swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wanachuoni hufanya hivyo mara nyingi, na yeye si wa mwanzo kufupisha kitabu zaidi ya mara 1 au mara 2, mara 4. Vipo vitabu vilivyofupishwa kwa mfumo huo katika fiqh. Kwa hivyo hufanya hivyo wanachuoni kulingana pia na ufahamu wa watu na uelewa kutokana na zama wanazoishi. Wanavileta vitabu katika uslubu na muweko wa maneno ambayo watu wa zama hizo wataweza kuelewa, sababu kuna vitabu viliandikwa hapo zamani kwa kulingana na elimu na akili na maarifa za watu wa muda huo, lakini baadaye zama zinapokwenda mbele wanakuja watu ambao hawavielewi kiurahisi. Kwa wanachuoni wanasimama kuvifupisha na kuvileta katika uslubu na muweko wa maneno mepesi ambayo watayafahamu watu wa zama zao. Ndio mwenendo huu wanaenda nao wanawachuoni. Kwa Sheikhul Albani amefanya hivyo
kuweka talkhis, na kwa nini kafanya hivi ataelezea kwenye kitabu. Sisi tutaanza mukaddima aliyoweka Sheikh rahimahullahu ta'ala. Mukaddima kitabu hiki iko mingi, lakini tusoma huu ambao upo katika talkhis. Bismillahir Rahmanir Rahim, kwa jina la Allah mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Ninaanza kusoma, kaandika hapo juu takdimun, utangulizi. Takdimun maana yake utangulizi, kitu ambacho kinatangulia kabla ya lengo au kabla ya makusudiwa, ndio huitwa utangulizi. Innal hamdalillah, hakika sifa zote njema ni stahiki ya Allah. Innal hamda, hakika sifa zote njema, lillahi, ni stahiki ya Allah. Nahmaduhu, tunamhimidi yeye. Wa nasta'inuhu, na tunamtaka msaada yeye. Wa nastaghfiruhu, na tunamuomba msamaha yeye. Nahmaduhu, tunamhimidi yeye Allah. Wa nasta'inuhu, na tunamtaka yeye msaada. Wa nastaghfiruhu, na tunamuomba yeye msamaha. Wa na'udhu billahi, na tunataka hifadhi kwa Allah, na tunajilinda kwa Allah. Min shururi anfusina, kutokana na shari za nafsi zetu. Wa na'udhu billahi, na tunajilinda kwa Allah, tunataka hifadhi kwa Allah. Min shururi anfusina, kutokana na shari za nafsi zetu. Allah atukinge kutokana na shari zinazotokana na nafsi zetu, sababu siku zote nafsi la ammaratun bisu, ni yenye kuamrisha uovu. Nafsi ina shari. Allah atukinge kutokana na shari za nafsi zetu. Wa min sayyiati a'malina, na kutokana na mabaya katika matendo yetu. Yale matendo mabaya, athari yake matendo hayo Allah atukinge nayo. Wa min sayyiati a'malina, na kutokana na mabaya katika matendo yetu. Man yahdihillahu fala mudilla lahu, yule ambaye Allah amemuongoza basi hakuna wa kumpoteza. Man yahdihillahu, yule ambaye Allah amemuongoza, fala mudilla lahu, basi hakuna wa kumpoteza. Yule ambaye Allah amemtakia hidayah, uongofu, basi hakuna atakayetokea kumpotosha, nje ya uongofu. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah amemwacha apotee. Wa man yudlil, na yule ambaye Allah amemwacha apotee. Fala hadiya lahu, basi hakuna wa kumuongoza yeye. Yule ambaye Allah akaamua akamwacha mkono apotee, basi hakuna wa kumuongoza, kwa sababu hidayah siku zote inatokana na Allah subhanahu wa ta'ala. Ama kupotea sababu kubwa ni mwanadamu mwenyewe, kwa sababu nafsi yake siku zote la ammaratun bisu. Kupotea yeye ndio jambo lenye kutarajiwa kuliko kuongoka, na atakiongoka basi ni kwa taufiki na msaada wa Allah. Allah kikuacha mkono asikuongoze, basi lazima upotee. Wa man yudlil, na yule atakayemwacha Allah apotee, fala hadiya lah, basi hakuna wa kumuongoza. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na ninashuhudia kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Wahdahu, hali ya kuwa yuko peke yake. La sharika lahu, hana mshirika. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, na ninashuhudia hakika Muhammadi ni mja wake na mtume wake.
Muhammad ni mja wake Allah na ni mtume wake vile vile. Ama baada ya hayo yaliyotangulia, ama baada ya hayo yaliyotangulia, falaqad iktaraha alayya, kwa hakika alitoa rai kwangu mimi. Falaqad iktaraha alayya, basi kwa hakika alitoa rai kwangu. Zuhairun ash-Shawish, ndugu yangu Zuhair ash-Shawish alitoa rai kwangu mimi. Akhi, ndugu yangu Zuhairun, jina lake ni Zuhair ash-Shawish, huyo ndo aliyetoa rai. Sahibul maktabi al-islami, msimamizi wa maktab ya Kiislamu. Alikuwa katika maktab miongoni mwa maktab za Kiislamu, yeye ni msimamizi na ni muangalizi hapo. Kwa hiyo yeye akatoa rai kumpa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, an aquma bitalkhis kitabi, nisimame kukifupisha kitabu changu. An aquma, nisimame au nisimamie, bitalkhis kitabi, kufupisha kitabu changu, yani kukifanyia mjumuisho kitabu changu. Kuna asli, kuna sifati salati. Sasa hizi zote hemfanya mjumuisho wa kitabu kidogo ambacho kitakuwa kimejumuisha namna ya swala. Bitalkhis kitabi, kufanya mjumuisho wa kitabu changu, fupisho. Kitabu gani? Sifatu salati nabii sallallahu alayhi wasallam, sifa ya swala ya mtume, swala na salamu ziwe juu yake. Minat takbiri, kuanzia takbira, ila taslimi, hadi kutoa salamu. Kaannaka taraha, kana kwamba wewe unaiona hiyo swala. Hilo lote jina la kitabu Sifatu salati nabii, namna ya swala ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Minat takbiri, kuanzia takbiratul ihrami, ila taslimi, hadi kutoa salamu. Kaannaka taraha, kana kwamba wewe unaiona hiyo swala akiiswali mtume. Kwa huyu akhi Zuhairun alinipa rai nifanye mjumuisho na ufupisho wa kitabu changu cha sifatu salati nabii, minat takbiri ila taslimi kaannaka taraha. Nikifanyia mjumuisho, nikifanye kuwa ni kidogo. Wakhtisarihi, na kukifupisha. Wakhtisarihi, na kukifupisha, kukifanya kuwa ni kifupi kabisa. Wataqribi ibaratihi, wataqribi ibaratihi, na kuzileta karibu ibara zake. Wataqribi ibaratihi, na kuzileta karibu ibara zake. Ila ammatin nas, kwa watu wote. Ila ammatin nas, kwa watu wote. Nini maana yake? Ay ila fahmi ammatin nas, kwenye kufahamika na watu wote. Ameniletea rai kufanya mjumuisho wa kitabu changu cha sifatu salati nabii, na nikifupishe na nilete karibu zile ibara zake, sentensi zake na maneno yake. Ila ammatin nas, kwa watu wote, yani watu wote wakielewe katika ufahamu wao. Mtu ambaye atakuwa na sehemu ndogo tu ya ilmu akiangalia ataelewa, tofauti na sifatu salati ambayo kinahitajia kidogo elimu iwe imepanda au mtu afundishe. Kwa hiyo tuletee kitabu kidogo ambayo itakuwa ni mukhtasar, takribu ya sifatu salati, ili watu wote waelewe. Ikawa ndio sababu ya kitabu hiki. Anasema shekhe, walamma raaituhu iktirahan mubaraka, nazama nilipoona rai hiyo kuwa ni rai yenye kubarikiwa. Walamma raaituhu, nazama nilipoona rai hiyo, iktirahan mubaraka, kuwa ni rai yenye kubarikiwa, rai yenye baraka, rai nzuri, rai inaambatana na ilmu, ni nzuri. Wakana muwafikan, na ikawa ni yenye kuwafikiana. Wakana muwafikan,
na ikawa ni yenye kuwafikiana lima kana na kile kilichokuwa, lima kana na kile kilichokuwa, yajulu fi nafsi, kinazunguka katika nafsi yangu, lima kana na kile kilichokuwa, yajulu fi nafsi, kinazunguka kwenye nafsi yangu, min zamanin ba'idin, hapo zamani, min zamanin ba'idin, hapo zamani. Zama nilipoona rai hiyo ni rai yenye kubarikiwa, wakana muwafikan, na ikawa rai hiyo ni yenye kuwafikiana, lima kana na kile kilichokuwa, yajulu fi nafsi, kinazunguka kwenye nafsi yangu, min zamanin ba'idin, hapo zamani. Sasa kaniletea rai, lakini wakati huo ananiletea ikawa ni yenye kuwafikiana rai hiyo na kile ambacho kinazunguka kwenye nafsi yangu tokea zamani. Maana yake nini? Maana yake Sheikhul Albani kabla ya rai hii yeye mwenyewe alikuwa anafikiria kufupisha sifatu salati yake. Sasa ndugu yake Zuhair akamletea rai, hemu fupisha sifatu salati yako. Ikawa rai ya Zuhair imekuja kuwafikiana na rai yake ambayo ilikuwa inazunguka kichwani kwake Sheikhul Albani. Sawa. Wa talama sami'tu mithlahu, na kukarefuka kusikia mfano wa rai hiyo. Wa talama, na kukarefuka, sami'tu mithlahu, kusikia mfano wa rai hiyo. Kule kusikia mfano wa rai kama hiyo kukarefuka, ikawa watu wengi wananambia min akhin, kutoka kwa ndugu, au sadiqin au rafiki. Min akhin, kutoka kwa ndugu au sadiqin au rafiki. Ikawa sasa sio Zuhairu peke yake, kuna baadhi ya ndugu, kuna baadhi ya marafiki wanamletea rai mfano wa hiyo, kwamba fanya ufupisho wa sifati salati yako ili ieleweke na watu wengi. Kwa Zuhairu kaanzisha rai ikafikiana na rai ambayo yeye mwenyewe Sheikh alikuwa akifikiria, lakini muda kile ukirefuka kunatokea watu wengine, ndugu zake, rafiki zake wanamletea rai kama hiyo. Sasa ikatokea nini baada ya hapo? Anasema Sheikhul Albani, fashajja'ani dhalika, likanishajihisha mimi hilo. Fashajja'ani dhalika, likanishajihisha mimi hilo, kwa maana likanihamasisha. Fashajja'ani dhalika, likanishajihisha hilo mimi, ala an aqtati'a lahu, juu ya kukata kwa ajili yake. Ala an aqtati'a lahu, juu ya kukata kwa ajili yake hilo jambo. Qalilan min waqti, kidogo katika wakati wangu. Hilo likanishajihisha mimi kukata kidogo katika wakati wangu. Almuzdahimi, wenye kuzongeka, bikathiri min al-a'mali al-ilmiyya, wenye kuzongeka na kazi nyingi za kielimu. Fashajja'ani dhalik, likanishajihisha hilo mimi, kwa maana likanihamasisha hilo jambo ambalo wameniletea wao kama ni rai, likanihamasisha. Ala an aqtati'a lahu, juu ya kukata kwa ajili yake jambo hilo. Qalilan min waqti, kidogo katika wakati wangu. Almuzdahimi, wenye kuzongeka au wakati wangu uliozongana. Bikathiri min al-a'mali al-ilmiyya, na kazi nyingi za kielimu. Sheikh alikuwa hana muda, lakini kutokana na wingi wa rai za watu na yeye mwenyewe alikuwa akifikiria hilo, kufupisha kitabu chake, kufanya talkhis, likamshajihisha lile kutoa sehemu ndogo katika wakati wake uliozongeka na tafiti nyingi za kielimu. Alikuwa na mambo mingi ya kitaaluma ya kufanya, lakini ikambidi sasa atoe sehemu ndogo katika wakati afanye hii kazi ya kufanya talkhis ya sifatu salah. Anasema fabadartu ila tahqiqi ma iktarahahu, fabadartu, nikafanya haraka. Fabadartu, nikafanya haraka, ila tahqiqi ma, kwenye kuthibitisha kile ambacho
ila tahqiqi ma, kwenye kuthibitisha kile ambacho iktarahahu, amekitolea rai. Iktarahahu, amekitolea rai nani? Zuhairi na wengine mfano wake. Fabadartu, nikafanya haraka mimi, ila tahqiqi maktarahahu, ila tahqiqi maktarahahu, kwenye kukithibitisha kile ambacho amekitolea rai. Sheikh anasema nikafanya haraka kwenye kuthibitisha kile ambacho Zuhair amekitolea rai. Kwa maana kwenye kufanya jambo gani? Kufanya talkhis ya sifatu swala, hasba taqati wa juhudi, kwa kiasi cha uwezo wangu na juhudi yangu. Hasba taqati, kwa kiasi cha uwezo wangu, wa juhudi na juhudi yangu. Sailanil maula, hali ya kuwa ni mwenye kumuomba Allah. Al-Maula kwa maana ya Allah. Sailanil maula, hali ya kuwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, kutakasika na mawi ni kwake, na hali ya kuwa ametukuka. An yaj'alahu, ajalie hilo, khalisan liwajhihi alkarim, ni kwa ajili ya kutaka uso wake mtukufu. Sailanil maula, hali ya kuwa ni mwenye kumuomba Allah subhanahu, kutakasika na makosa ni kwake, wa ta'ala, na hali ya kuwa ametukuka. An yaj'alahu, alifanya jambo hilo, khalisan liwajhihi alkarim, ni kwa ajili ya kutaka uso wake uliomtukufu, ni kwa ajili yake yeye tu, si kwa ajili ya watu. Watu ni sababu, lakini lengo liwajhihi alkarim. Wayanfa bihi, na awanufaishe kupitia jambo hilo, ikhwani almuslimin, ndugu zangu waislamu. Wayanfa bihi, na awanufaishe kupitia hilo, ikhwani almuslimin, ndugu zangu ambao ni waislamu. Kwa Sheikh akafanya haraka kulitekeleza jambo hilo kwa mujibu wa uwezo na juhudi yake aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema waqad awrattu fihi, na kwa hakika nimeleta ndani yake huo mjumuisho, ndani ya hiyo talkhis. Fihi ay fi talkhis. Waqad awrattu fihi, na kwa hakika nimeleta ndani yake baadhi alfawaidi zaidati, baadhi ya faida zenye kuzidi, ala sifati, juu ya ile sifati salati. Tumeona asli ya kitabu hiki talkhisi kimetoka kwenye sifatu salati nabii, sawa. Sasa anasema waqad awrattu fihi, na kwa hakika nimeleta ndani yake hii talkhisi baadhi alfawaidi zaida, baadhi ya faida zenye kuzidi, ala sifati, juu ya kitabu cha sifatu sala. Kwa maana kuna vitu ndani ya sifati salati havimo, lakini amevileta kwenye talkhis. Ndio hizo ziada ambazo zimezidi, ukilinganisha na sifati salati huzikuti kule, utazikuta hapa kwenye talkhis. Anasema tanabbahtu laha, nimezindusha kwenye ziada hiyo. Tanabbahtu laha, nimezindusha kwenye ziada hizo. Kwa maana anapofika kuweka zile ziada ambazo kwenye sifati salati hazimo, anaweka uzindushi pale. Tanabbahtu laha, nimezindusha kwenye ziada hizo ambazo zimeziweka kwenye talkhis. Kwa kuna vitu vimo katika talkhisi humu, ukirudi kwenye sifati salati havimo, baadhi, lakini sio vingi, baadhi. Ndio yale maneno wanaosema Waarabu, yujadu fi nahari ma la yujadu fil bahari, hupatikana kwenye mito kile ambacho hakipatikani baharini. Kweli unaweza kupata vitu kwenye mto, mtoni, huko kwenye ziwa, bwawa, kitu hicho baharini huwezi kukikuta, na bahari ni kubwa kuliko bwawa. Ndio haya sasa, kuna vitu vikuta humu kwenye talkhis kidogo tu, vitu ambavyo kwenye ile sifati salati ya asli kubwa huvikuti. Lakini Sheikh anasema tanabbahtu laha, nimezindusha kwenye ziada hizo. Atakuwa anatoa tanbihi kwamba hii kule haipo. Anasema wastahsantu dhikraha,
na nimependelea kuzitaja kwake hizo ziada. Wastahsantu dhikraha, na nimependelea kuzitaja kwake fi athna'i talkhis, katikati ya talkhis, yani wakati anafanya talkhis ya sifati salati, katikati kwa anataja zile ziada ambazo kule kwenye asli hazipo. Wastahsantu dhikraha, na nimependelea kuzitaja kwake hizo ziada fi athna'i talkhis, katikati ya mjumuisho, katikati ya ufupisho. Kama unitu, kama nilivyopatiliza mimi, kama unitu, kama nilivyopatiliza, nilivyotilia umuhimu, inayatan khaswatan, upatilizaji maalum. Kama nilivyopatiliza inayatan khasatan, upatilizaji maalumu, bisharhi ba'dhi al-alfadhi, kuyaweka wazi, kuyafafanua baadhi ya matamshi. Bisharhi ba'dhi al-alfadhi, kuweka ufafanuzi au kufafanua au kuyasherehesha baadhi ya matamshi. Alwarida, yaliyokuja fi ba'dhi al-jumal al-hadithiyya, kwenye baadhi ya sentensi mpya za kisasa. Fi ba'dhi al-jumal al-hadithiyya, kwenye baadhi ya sentensi mpya za kisasa. Anasema shekhe, nimependelea kutaja zile ziada ambazo kwenye sifatu salati hazipatikani, kama vile ambavyo nimepatiliza upatilizaji maalum. Bisharhi ba'dhi al-alfadh, kusherehesha baadhi ya matamshi. Alwaridati, yaliyokuja fi ba'dhi al-jumal al-hadithiyya, kwenye sentensi mpya za kisasa. Au al-adhkari, au kwenye adhkari. Humu kuna baadhi ya sentence au maneno au matamshi ni ya kisasa, hayakuwepo huko zamani. Shekhe atakuwa anafafanua, anaelezea. Au kuna baadhi ya adhkari shekhe atakuwa anazielezea, anaweka sharhi ndogo ili kukawaze hayo maneno mapya ya kisasa na hizo adhkari. Hilo amelipatiliza shekhe. Anasema waja'altu lahu, na nimeweka kwa ajili ya ufupisho huo, au na nimeuwekea ufupisho huo. Waja'altu lahu, na nimeuwekea ufupisho huo, yani hii talkhis, mjumuisho huu ameuwekea nini? Anawina raisiyatan, vichwa vya habari vikuu. Anawin, vichwa vya habari. Raisiyatan, vikuu. Kaweka vichwa vya habari vikuu, kisha analeta ufupisho. Mfano istiqbalul qibla, anaweka kichwa cha habari kikuu pale juu, kuelekea kibula, kisha analeta maelezo namna ya kuelekea kibla, ndo anawin raisiya. Waja'altu lahu, na nimeiwekea hiyo talkhis, nimeweka kwa ajili ya huo ufupisho, anawina raisiya, vichwa vya habari. Wa ukhra kathiratan janibiyatan tawdihiyatan. Wa ukhra, na vyengine, vichwa vya habari vyengine anakusudia. Wa ukhra, na vichwa vya habari vyengine. Kathiratan, vingi. Janibiyatan, vilivyo pembezoni. Janibiyatan, vilivyo pembezoni. Tawdihiyya, vyenye kuweka wazi maneno. Tawdihiyya, vyenye kuweka wazi. Wa ukhra, na vichwa habari vingine, vichwa vya habari vingine. Kathira, vingi. Janibiyya, vilivyo pembezoni. Tawdihiyya, vyenye kuweka wazi. Mpaka hapa mmeelewa nini? Kwa kutakuwa na vichwa vya habari vingapi? Viwili. Cha mwanzo, kichwa cha habari kikuu kitakuwa kiko juu, na cha pili vidogo vidogo vingi vitakuwa vimepembeni mule. Sawa, tutaona humo ndani. Kwa kutakuwa kuna maelekezo kupitia vichwa vya habari, kwamba kichwa cha habari kweli ni kuelekea kibla, lakini swala ya mtu anayeswali ndani ya jahazi pembeni pale, swala katika jahazi pembeni, lakini yote kuelekea kibla. Pembezoni kuna vichwa vya habari vidogo vidogo vyenye kuweka wazi zile maudhui
ambazo zinaelezewa na shekhe, na hivyo ndio vingi. Wa awrattu tahtaha, na nimeleta chini yake. Wa awrattu tahtaha, na nimeleta chini yake. Masaila alkitabi, masala ya kitabu. Wa awrattu tahtaha, na nimeleta chini yake hivyo vichwa vya habari, masaila alkitab, masala ya kitabu. Bi arqamin mutasalsalatin, kwa nambari zenye kufuatishwa. Bi arqamin mutasalsalatin, kwa nambari zenye kufuatishwa. Analeta masala kwenye kitabu chini ya anawin, chini ya vichwa vya habari kutakuwa kuna masail anayaleta. Masala ya mwanzo kwa namba, masala ya pili, masala ya tatu. Hayo masala yako chini ya vichwa vya habari, lakini kitabu namna alivyokifanyia ufanisi, kuna kichwa cha habari kikuu, kuna vichwa vya habari vya pembezoni vyenye kuweka wazi maudhui, lakini vile vile atakuwa analeta masail, masala ya kielimu, hali ya kuwa ameyawekea namba, masala ya mwanzo, ya pili, ya tatu, hivyo hivyo. Anaelezea namna upangiliaji wa kitabu chake. Anaendelea, anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, wasarrahtu